Basi wakati mwingine tena kukaribishe kwa ajili ya kipindi cha kusikiliza neno la Mungu. Ikiwa leo ni Jumatano ya mafundisho, kama una daftari na kalamu unaweza kuungana na mimi kwa ajili ya kujifunza. Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo kitakuwa kinasema tunza moyo wako ili uwe mwenye furaha kupitia neno la Mungu. Tunza moyo wako ili uwe mwenye furaha kupitia neno la Mungu. Tuombe. Mfalme Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu tena. Asante kwa ajili ya kuendelea kutufundisha. Asante kwa ajili ya kutupa maarifa. Asante kwa ajili ya kutusaidia kuelewa kile ambacho tunapaswa kuelewa kupitia jina lako Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa sababu uko hapa kwa ajili ya kutusaidia kujua tunachopaswa kujua. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Baba, tunaomba hayo machache katika jina lako. Amen. Tunza moyo wako ili uwe mwenye furaha kupitia neno la Mungu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 4. Biblia inasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Neno furaha ni neno fupi sana ambalo unalitamka halina sentensi ndefu, lakini ndio neno ambalo linaweza likakufanya ukawa na muonekano mzuri au muonekano ambao sio mzuri. Kwa sababu wakati wote mwanadamu huwa anapenda aishi maisha ya furaha. Wakati wote mwanadamu huwa anapenda awe ni mtu mwenye furaha. Inapotokea changamoto, inapotokea adha, inapotokea huzuni, mtu huyu huwa anakuwa kwenye kipindi kigumu. Mtu huyu huwa anaingia kwenye majonzi. Mtu huyu huwa anaingia kwenye masikitiko. Mtu huyu huwa anaingia kwenye hali ya kutokuwa mtu mwenye furaha. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya kukosa furaha ni maisha ya utumwa ambayo ndani yake yana majeraha, ndani yake yana maumivu, ndani yake yana hali ya kutokusamehe, ndani yake yana hali ya kukufanya uwe na uzito kwenye kila jambo unalotaka kufanya, kwa sababu tu ni mtu ambaye unatafakari yaliyopita na yaliyokuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunaweza tunapokea taarifa nyingi kutoka sehemu tofauti tofauti au kwenye vyanzo tofauti tofauti. Tunapenda tupokee taarifa za furaha. Tunapenda tupokee taarifa nzuri. Tunapenda tupokee taarifa za kutufanya tutabasamu. Tunapenda tupokee habari njema. Inapotokea tunapokea taarifa ambazo sio nzuri, huwa zinasababisha moyo unasinyaa. Huwa zinasababisha moyo unaingia kwenye hali ya masikitiko. Huwa zinasababisha moyo unakuwa kwenye hali ambayo haitakufanya kuwa mtu ambaye unaishi maisha kila mmoja anapokutazama anaweza akagundua kwamba wewe ni mtu ambaye hautaki kujieleza sana ili mtu ajue uko kwenye hali gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna kitu ambacho kinaweza kuondoa furaha yako siku zote, ni taarifa mbaya.
kitu ambacho kinaweza kuondoa furaha yako siku zote, ni taarifa mbaya. Ndio utakuta mtu baada tu ya kupokea taarifa fulani, mlikuwa mnacheka, ghafla sura yake inabadilika. Mlikuwa mnapiga story fulani, ghafla anabaki kwenye ukimya. Mlikuwa mna jambo fulani mnazungumza, ghafla unashangaa kile ambacho alikuwa anakizungumza hakizungumzi tena. Wakati mwingine anaingiza kitu ambacho hata hakikuwepo kwenye mjadala wenu. Kwa nini? Kwa sababu kuna taarifa imeingia masikioni mwake, imesababisha myumbo wa mawazo, imesababisha hali ya mtiririko wa mawazo aliyokuwa nao umekosekana. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo inasababisha uwe ni mtu ambaye hauzungumzi tena kile ambacho ulikuwa unakizungumza katika hali ya furaha, badala yake inageuka, unaanza kuzungumza vitu ambavyo haukuvitaka kuvizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamepokea taarifa ambazo zimewasababisha wakaingia kwenye kulia. Leo unapokea taarifa, ulikuwa unazungumza vizuri, unashangaa hapo unaanza kutoa machozi. Wakikuuliza ni nini, unakosa namna hata ya kueleza. Na kama utaweza kueleza, utaeleza lakini ukiwa kwenye hali ya kububujikwa na machozi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni lazima utunze moyo wako, kwa sababu pasipo kutunza moyo wako, kitakachotokea hakitakuacha salama. Furaha ikiondoka haitakuacha salama. Kwa nini? Kwa sababu lengo la taarifa mbaya linapokuja kwako, kinachoshambuliwa cha kwanza ni moyo. Na kama moyo ukishambuliwa, imeshambuliwa imani. Na kama imani ikishambuliwa, kuna hatari ya kurudi nyuma au kuacha kabisa imani ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pale unaposema, wewe unasema tu kwa sababu ya kukuta. Yeye kusikia mtu anakuambia wewe unazungumza tu kwa sababu hayajakukuta. Ni kweli kwamba kuna vitu vinaweza vikaja kwenye hali ya kawaida, hawezi kuvumilia hata kidogo. Okay, taarifa imekuja, ukilia leo, ukalia kesho, ukalia kesho kutwa, ukalia mwezi, ukalia miezi miwili. Je, ina uwezo wa kuondoa kile kitu ambacho kimekuja? Jibu ni hapana. Haiwezi kuondoa. Kinachotokea ni kwamba utaendelea kuadhirika kila unapoendelea kukaa na kutafakari lile jambo, litaendelea kukuharibia hali ya moyo wako siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Ndio maana Biblia inasema, linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Kwa nini? Kwa sababu kwenye uzima wako ni sehemu ya moyo, huko ndiko zinatoka chemchemi za nini? Za uzima. Sasa kama moyo umepata shida, chemchemi za uzima zinatokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikisema hivi simaanishi kwamba ni kwanza wa dini. Simaanishi kwamba hautatendwa. Simaanishi kwamba hautapokea taarifa mbaya. Taarifa mbaya zitakuja. Ninachozungumza ni kwamba utafanyaje kulinda taarifa mbaya ambayo inakuja kukunyang'anya furaha isikunyang'anye furaha. Haleluya. Yeye kusikia mtu anasema, yaani kwa jambo fulani lilivyotokea ndio ilikuwa chanzo cha kwanza kunywa pombe. Halo. Mimi na ndugu yangu mmoja ilitokea jambo fulani gumu sana.
toka maisha yake amekuwa kijana mpaka hivi sasa, mpaka wakati changamoto inatokea, furaha ilitoweka. Baada ya kutoweka, akatafuta msaada, na msaada aliotafuta ni kwenda kuanza kutumia vilevi mbalimbali, akiwa anafikiri kwamba kile ambacho anaenda kukifanya ndio kitamsababisha angalau apoteze kile kitu ambacho kinamsumbua, asahau kile kitu ambacho kinamsumbua. Lakini ukinywa leo, kesho ukiamka mzigo uko pale pale. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kisaidizi salama kitakachokusaidia kusahau hilo jambo au kulifanya lisikusumbue. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tukaambiwa tulinde sana mioyo yetu. Hatuna usalama. Bwana Yesu anasema mlimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeshinda nini? Ulimwengu. Kuna wakati unaweza kusingiziwa jambo. Sasa ukisingiziwa jambo ndio kikasirika sana. Kama nimeshasema litabadilika, alibadiliki. Amina. Kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 9, Biblia inazungumza juu ya hasira inakaa wapi. Ndio utakuta mtu amevimba, ndio utakuta mtu ana hasira, ndio utakuta mtu ana manunguniko, ndio utakuta mtu ana malumbano. Mhubiri 7:9, Mhubiri 7:9, Biblia inazungumza juu ya habari ya hasira inakaa wapi. Maana kama kwenye neno inajulikana kwamba kuna jambo linaweza likaja likasababisha furaha kuondoka, lakini akakusaidia kwamba ili furaha isiondoke, kuna namna unaweza ukakaa, kuna mkao unaweza kutengeneza, kuna namna ambayo unaweza ukaishi, kuna namna ambayo utapokea jambo alafu ukachuja kwamba hili nililopokea, hili nikiendelea kutafakari litaniumiza, lakini hili ninaweza nikalifanyia kazi na nikaleta matokeo. Haleluya. Watu tutaumizwa, tutaudiwa, tutakasirishwa, tutakuwa na sababu nyingi zitakazosababisha furaha iondoke. Utakuwa na vitu vingi vitakavyosababisha furaha yako iondoke, lakini si sababu ambayo ni kosa kwamba shida imekuja ya kuondoa furaha yako alafu ukakaa na hilo jambo wiki mbili, mwezi, miezi, yaani bado umetunza tu kile kitu kinakutesa, hauna furaha. Ukiuliza kwa nini, unasema kwa sababu aliniambia yaani mimi ninavyoonekana kama vile ni kama nimetapikwa. Yaani sasa hilo ndio linatembea kwenye akili yako, yaani ukikaa ukianza kuwazawaza, yaani mimi wananiambia kweli mimi nimetapikwa kweli, yaani mimi nilivyo hivi ndio nimetapikwa. Hebu nimechukuliaje? Kwa unachukua muda mrefu, hebu ukikaa peke yako, unakuta yuko barabarani anazungumza peke yake, anaongea peke yake, anafikiri peke yake, analifikiri lile neno kwa kurudia. Sasa kadri anazidi kulifikiri ndio linachochea hasira, linachochea uchungu, linaondoka sahari ya furaha ambayo ulipaswa kuwa nayo. Kwa hiyo unaendelea kujeruhi moyo, unaujeruhi na kujeruhi. Kinachotokea unakuwa si mtu mwenye furaha daima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ndoa ina changamoto wewe. Okay, baba amenuna na mama amenuna. Sasa suluhu inapatikanaje? Bwana Yesu asifiwe. Furahini katika Bwana. Tena anasema furahini siku zote. Sasa hatuwezi kuambia tufurahi kama una furaha
Biblia inasema Efeso 4:26 nasema hivi, mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sasa unakuta tuna uchungu wa mwezi, tuna uchungu wa miaka. Yaani inafikia sehemu mtu ana uchungu, furaha ilishasahau, alishasahau kitu kinachoitwa furaha. Wakati mwingine hata kula tu imekuwa ni changamoto. Yaani akitaka kula, akikumbuka tu hilo jambo, njaa inakata pale pale. Akikumbuka tu njaa inakata pale pale. Kwa nini? Kwa sababu hilo jambo ndio sasa linamtawala. Hakuna nafasi ya jambo jingine, limebaki lenyewe tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hakuna namna ya kukwepa kuwa na furaha au kutokuwa na furaha. Ni wewe ndio unaamua niwe na furaha au nisiwe na furaha kulingana na taarifa ambayo unaipokea. Aidha ni nzuri au ni mbaya. Ukipokea, namna ambavyo utaichapata, namna ambavyo utaitafakari, utaipa muda wa kuitafakari, ndio itaamua uende kwenye furaha au uende kwenye huzuni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo msaada peke yake katika haya yote, msaada peke yake wa kukufanya uwe salama, wa kukufanya usikae katika shida hiyo, ni kuwa na neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Biblia kwambia nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitakufa. Nijapopita kati ya moto sitaangamia. Kwa hiyo ukiona Biblia imezungumza kitu fulani, maana yake unarudi kuangalia kile ambacho unapitia, kile ambacho kinakutesa, kinakusaidia neno la Mungu, linakusaidia unapolisoma ukaanza kulitafakari, badala ya kukaa kutafakari kile ambacho kinakuumiza, badala ya kutafakari kile ambacho kinakutesa, badala ya kutafakari kile ambacho kinaondoa furaha, unapata muda wa kutafakari neno. Wakati wote unatafakari neno, kama vile Yoshua aliambiwa kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yako siku na nini na mchana, upate kutenda sawa sana yaliyo wapi? Humo. Sasa kama ukifanikiwa kuwa ni mtu kutafakari neno, kwa hiyo kikwazo kinachokuja, kitu chochote kinachokuja kuondoa furaha yako, ukilifaa kwenye neno, unaangalia neno linasemaje, na hili jambo lililokuja limekusudia kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Utafanyaje ili maneno yatakayoondoa furaha yako yasifanikiwe kuiondoa? Utafanyaje ili maneno yatakayoondoa furaha yako yasifanikiwe kuiondoa? Umekaa nyumbani una hili wala lile, wewe ni mke wa mtu, wewe ni mume wa mtu, wewe ni binti, zinakuja taarifa labda ni za kweli au sio za kweli, lakini zile taarifa nyuma yake ni kuja kukunyang'anya furaha. Umekaa nyumbani unakuja
unakuja unaambiwa mumeo tumemwona yuko guest fulani. Kwenye hali ya kawaida, iwe ni kweli au sio kweli, lazima tu utahamaki. Lazima tu kuna namna fulani utashtuka. Sasa katika hali ya kushtuka, itategemea sasa unachukua muda gani kujiridhisha na yale mambo. Je, ni kweli au sio kweli? Ikitokea sasa aliyekuambia ni mtu ambaye pengine unamwamini kwa 100%, kwa hiyo unakuwa kama hauna mashaka naye. Kwa hiyo mpaka uje uridhike kwamba hichi nilichoambiwa sio kweli, tayari umeathirika vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, usiruhusu kutafakari mambo mabaya. Usiruhusu kutafakari mambo mabaya uliambiwa kuhusu wewe. Usiruhusu kutafakari mambo mabaya uliambiwa kuhusu wewe. Ndio utapata kitabu cha Yoshua 1:8. Wakati Mungu anamwambia Yoshua kitabu hiki cha Torati kisitoke, maana alijua kabisa kwamba mbele yake kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikaja vikamfanya badala ya kutafakari Mungu amesema, aanze kutafakari vile ambavyo watu wanasema. Aanze kutafakari mambo ambayo anaweza akakutana nayo kwenye safari ya kuwapeleka wana wa Israeli wapi? Nchi ya ahadi. Kwa hiyo kilichomsaidia Yoshua ni pale alipokubali kutotafakari vitu vingine, badala yake akae kutafakari neno la nani? Neno la Mungu. Namba 2, kuwa na neno la Mungu linaloishi ndani yako. Kuwa na neno la Mungu linaloishi ndani yako itakusaidia kutokuwa dampo la maneno mabaya. Kila maneno mabaya yanapotupwa kwako, unachofanya wewe ni kulitoa lile baya, unaliweka pembeni, alafu unapata lile zuri. Unatafuta neno zuri ambalo jenga na kuimarisha furaha yako isiondoke kabisa. Lakini namba 3, usipende kusikiliza taarifa hasi. Usipende kusikiliza taarifa hasi. Uwezo wa kuchuja kipi cha kuacha, kipi cha kufanyia kazi ili kuendelea kuwa na furaha. Usipende kusikiliza taarifa hasi. Kama hauna uwezo wa kuchuja kipi cha kuacha, kipi cha kufanyia kazi ili kuendelea kuwa na furaha. Taarifa ni nyingi tunaweza tunapokea kutoka sehemu tofauti. Lakini usalama peke yake ni namna hizo taarifa zinapokuja, ni ipi ambayo unaibeba. Na njia rahisi ya kujua huyu mtu ana furaha au ana furaha, ukikaa naye akianza kukueleza mambo yake, utaona tu anaeleza negative tu. Utajua hapa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba 4 na mwisho, tafuta neno la faraja, hasa pale unapoona furaha inaelekea kupotea. Tafuta neno la faraja, hasa pale unapoona furaha inaelekea potea. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hakuna namna nyingine ya kuwa mtu mwenye furaha kama hutaliishi neno la Mungu. Hakuna namna yoyote ile. Kwa sababu watu wanaweza wakazungumza na wewe, utaomba ushauri kulingana na changamoto walionayo. Sasa itategemea. Unakutana na mtu ambaye hana neno, hajui habari za Mungu, hata atakushauri ni nini. Zaidi atakwambia anayeweza kukuambia. Sasa yale mambo atakokuambia kama ni issue ya ugomvi, wewe na hakika huo ugomvi unaendelea kuwa mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu ataanza kueleza ubaya wa huyo mtu kwa kiwango fulani. Ndio maana nikasema Mungu pekee ndio analo neno la faraja kwa mtu yoyote anayekutana na changamoto ambayo ina lengo la kuondoa furaha yake. Neno peke yake ndio lina uwezo wa kugeuza huzuni ya mtu yoyote ambaye anapita kwenye changamoto yoyote. Nakumbuka mimi kuna kipindi wakati nenda kuokoka, ilikuwa na jambo fulani. Mimi niliokoka nikiwa katika hali tabani. Nilikuwa kwenye hali ambayo ni ngumu kidogo. Nilifikia sehemu mtandao ukawa kama unataka kukata. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka ilikuwa ni Ijumaa. Wakati huo nimeshatembea takriban ni kama wiki kasoro, nikiwa kwenye hali ya huzuni. Wiki nzima hata kuoga siogi, na kumbe nilikuwa nafugaga nywele. Bwana asifiwe. Nilikuwa nafugaga nywele, hizo za Ema ni ndogo sana. Nilikuwa na nywele rumba kweli. Sasa najua hauogi, unafanya kazi ngumu, jumlisha jasho. Ilikuwa ni kipembe. Sasa nakumbuka siku ilikuwa ni usiku Ijumaa, nimekaa vya usingizi alipo mama. Usingizi haupo. Yaani unaingia kitandani, unakaa mpaka saa 8, unakuja kuongea usingizi kidogo kimamama. Alafu ukishtuka tena ngoma mpaka asubuhi. Labda ni saa moja tu. Sasa utajaribu kuona furaha ikiondoka nini kinatokea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kilichotokea baada ya ile hali, nakumbuka siku kuna kanisa la TAG Singida. Ndio kwanza sasa sielewi kwanza mambo ya kanisa. Kwanza ilikuwa na madharau sana watu wanaosema wameokoka. Wakasali wanalia hawa. Wanapigia kanani watu wazima. Nakumbuka kwa saa 4 kuelekea saa 5 hivi. Niko na kanisa ilikuwa mbali kidogo, lakini usiku pakitulia kwa kunakuwa na sauti inaenda pale. Sikuwa nimekaa, usingizi umenikosa, sikushika kulala. Nikasikia wanaimba, wanaomba. Nilijichukua tu mwenyewe mdogo, nikaelekea kanisani. Nikafika pale, na rubalama nakwambia na matuta kichwani nimepaka. Sielewi kitu. Wakanipokea. Kwanza waliponiona kicha au mwewe. Kwa kidogo kama waliniogopa. Baada wakanipokea, wakanihoji pale waliponiona. Basi wakaniongoza sala. Asa nikwambie, kuanzia ule muda kile kitu kilichokuwa kinanitesa kiliondoka pale. Bwana Yesu asifiwe. Kiliondoka pale. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa ninatafuta msaada. Ninafanyaje kwenye hii hali? Kwa sababu nilifikia sehemu mpaka nawaza nitafute kasumu kamende na kunguni nikapige kidogo. Lakini wakati ninafikiria hivyo, kumbe na Mungu na yeye anafikiria namna gani sasa? Sema umejaa kwenye mfumo, msema wa vijana. Umejaa kwenye mfumo, na kweli nilijaa kwenye mfumo, nikachukuliwa polepole nikapelekwa wapi? Kanisani mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Nini kilitokea? Ni kwa sababu hali iliyoondoa furaha yangu, marafiki zangu hawakuweza kuirudisha, ndugu zangu hawakuweza kuirudisha, mama yangu hakuweza kuirudisha, mtu yoyote hakuweza kuirudisha. Lakini peke yake Bwana Yesu, baada tu ya kwenda kanisani na kueleza yaliyokuwa yananisibu, wakaniongoza. Niliongoza sana toba, sikuombewa sala ya toba peke yake.
Lakini je, kuendelea kuyatafakari hayo mambo ndio kutaondoa kutarejesha furaha? Hakutarejesha. Kwa hiyo kufanya, tunabidi turudi kwa Yesu, tumwambie Baba, ni kweli watoto wako tunahitaji msaada wako, tunahitaji huruma yako, tunahitaji kile ambacho kimepotea kifanyaje? Kirejee. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Ni peke yake Mungu ndiye anaweza kuturejeshea furaha, ikiwemo una neno la Mungu ndani ambalo kupitia changamoto ambayo unakutana nayo unashangaa mstari wa Biblia unakiatuka kutoka ndani, ikiwa na lengo la kujenga na kurejesha furaha yako. Bwana apewe sifa. Na Mungu awabariki kwa kusikiliza. Mama au baba, karibu sana. Bwana asifiwe.